Godrin Kilemi na kupata vyema sana hapa katika kaunti ya Meru, ambapo leo nimetembelea chuo cha kiufundi cha Karumo kilichoko kaunti ya Meru. Nataka kuzungumza na wanafunzi hapa pamoja pia na mwalimu mkuu aweze kutuelezea pia upande huu wa elimu ya kiufundi wanaendelea namna gani na masuala kama gani ambayo wanachangia kukua kwa elimu ya kiufundi. Labda Bi Florence Kanyo, labda unaweza tuelezea kuanzishwa kwa elimu ya kifundi humu nchini, labda kama mwalimu mkuu imesaidia vipi wanafunzi katika shule hii? Asante John. Kwa kusema ya kweli, hii imesaidia wanafunzi sana, sababu shule za kiufundi kinapea wanafunzi hands-on skills, mahali ambapo mwanafunzi akimalizana na sisi anaweza enda ajiajiri, si lazima apewe kazi na mtu mwingine, sababu tumempea ile course yenye itamwezesha kutumia mikono yake na kuweza hata kuajiri wengine, sababu courses za kiufundi usually ni za kupea mwanafunzi the hands-on skills. Yes. Tumeona wanafunzi wengi wakichagua elimu ya kiufundi ikilinganishwa na masomo mengine ya juu. Labda unahisi kwa sababu umetangamana na hao wanafunzi, unahisi sababu gani ambazo wanachukua hatua kama hiyo? Wanachukua hiyo hatua sababu kama vile nimekuelezea, shule za kiufundi tunapeana hands-on courses such that huyu mwanafunzi akimalizana na sisi ako independent, anaweza enda na anzishe kazi zake, now that kile tumemsomesha sio theoretical, ni skills, na that is what is required in Kenya today. Labda ukienda mfano kama shule kama hii, wanafunzi ambao wanahitimu, labda huwa mnawafuatilia katika maeneo ya kazi kuhakikisha ya kwamba wanafanya vyema? Kuna kitu tunaita tracer studies na tunatumia hiyo kuangalia mahali wanafunzi wetu wako, na kwa kusema kweli kadhaa wamejiajiri, wengine wamepewa makazi tofauti tofauti ya mikono. Labda ni wito gani ambao unaweza ambia mwanafunzi labda ambaye ako pale nje na ameshindwa, labda achukue hatua gani na labda hakupata alama ambayo alikuwa anatarajia katika masomo ya KCSE? Ni mzuri kuingia chuo za kiufundi sababu tuko na workshops mzuri, walimu wamehitimu, na still tuna insist na hands on. Akiingia shule za kiufundi atasomeshwa mambo ya kutumia mikono, na hivyo tunaona wengi sana wanaweza sasa kupata kazi zao, sio kuenda kuajiliwa na mtu mwingine. Kama vile mnajua hakuna kazi mingi sana siku hizi, lakini mtu akiwa na skills unaweza hata enda kwa village, fungua workshop and you work for your people, and that's also a source of earning a living. Shukran tena sana mwalimu mkuu. Labda nitazungumza na mwalimu hapa, utuelezee labda upande wako kutangamana na wanafunzi kama hawa na kuwafunza, labda umeona wakichukulia elimu hii namna gani? Kwa sasa kwa ile education system iko kwa sasa, wanafunzi wanaifurahia sana kwa sababu hawakuji kupewa zile stories River Nile ikaenda hivi, wanakuja tuwapatie the right thing, ile kitu amekujia hapa. Kwa mfano mtu amekuja kufunzwa mambo ya kuweka stima. Akija hapa Karumo tunamfunza kuweka stima. Hizo skill ndo tunampatia, na akitoka hapa anatoka akiwa ni mtu akona hiyo skill ambayo inahitajika. So akienda pale nyumbani anaenda ni mtu amefurahia kwa sababu haendi na theory mingi, tunampatia more of practical kwa sababu we are based on skill based. Yes. Labda ukiangalia wanafunzi ambao wanahitimu vyuo vingine vya juu na wale ambao wanahitimu kwa vyuo vya kiufundi, labda upatikanaji wa kazi, labda unaweza angalia hii kwa njia namna gani? Wajua kwa technicals mostly tuna offer zile levels za chini kutoka diploma na certificates na hizo zingine. Na hizo ndio zinahitajika huko kwa ground. Kwa sababu hao ndio watu wameinteract na zile vitu wanaenda kupata pale kwa industry. So wako na ile ujuzi ambayo inahitajika pale kwa kampuni. Unaona kuna mtu ataenda pale na degree yake, lakini mtu mwingine akuja na diploma kutoka kwa hizi technicals, ikuwe huyu mtu ndiye akona uelendi zaidi ya ule mtu mwenye ametoka university, kwa sababu ule mtu hajatangamana sana na zile vifaa maybe kama machines zile amekuwa akioperate. Wengine wanaziona tu kwa vitabu huko, lakini hapa anafundishwa na kile kitu ambacho anaenda kupata pale kwa ground. So vitu kwa ground, na hapa
zinaendana, so inakuwa ni tunapeana wanafunzi wale wako sharp na wale wanafunzi ambao wanahitajika pale na wanaenda kusaidia pale kwa sababu wako na ile the right skill yenye inahitajika pale ground. Na asante sana mwalimu. Labda mwanafunzi, tukimalizia dakika moja, tuelezee unafanya kosi gani na labda masomo imekuwa namna gani na matarajio yako ni gani? Nafanya plumbing, masomo iko sawa. Moso hapa Karumo tunapewa skills zenye tunaweza tukitoka huko nje tunaweza zitumia. Juu kulingana na venye Kenya iko, mostly watu wenye wanasomea technicals ndio wanapata kazi kuliko watu wenye wamesomea universities. Labda mbona ukaamua kufanya hiyo course? Course kufanya plumbing was my opinion na ni kitu napenda kwa roho yangu na ni kitu nimeinteract nayo hadi huko nje. Shukrani tena sana. Hao ni washikadau wa elimu. Hapa nipo katika chuo cha Karumo ambacho kilicho katika kaunti ya Meru. Wametoa hisia zao kuhusiana pia na mfumo huu wa elimu ambao unakusudia kuhakikisha ya kwamba wanafunzi ambao wanamaliza kidato cha 4 wanajiunga na shule kama hizi ili kuboresha maisha yao katika siku za usoni. Kutoka hapa kaunti ya Meru sina la ziada. Jina langu ni John Java Kiania. Tarejesha kwako Andrin kwa mengi zaidi. Asante sana John Java Kiania, mwandishi wetu wa habari kutoka kaunti ya Meru, hapo akisema na wadau wa elimu na washikadau wengine katika sekta ya kiufundi kuhusiana na umuhimu